Hii tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka 2026 tulifanya ziara kutembelea katika viwanja vya Pandani pamoja na viwanja vya Kutini sambamba na kile cha mkoa cha Kinyikani. Na lengo la ziara yetu ni katika kuona miundombinu hii ya viwanja vyetu ambayo iliwepo katika hatua za mwisho za kumaliziwa na ujenzi. Kwa sababu tulikuja kukagua, yani kipindi cha nyuma ilikuwa bado ujenzi unaendelea, na tumekuja sasa kuona ile hatua ambayo imefikiwa. Na kiukweli naomba niseme kwamba niko waziri mwenye dhamana ya michezo, tumeridhishwa na hatua ambayo tumeiona kwa sababu tayari viwanja vimeshakamilika kwa asilimia zote. Imebaki kama asilimia 2 na 2 yenyewe maana yake katika kuweka salimu madogo madogo ili tuweze kukabidhiwa. Madogo haya maana yake timu yetu ya wataalamu itakuja katika kuona kupitia kufanya ile inspection ambayo anakuwa wanaitazama, na ikionekana kama kila kitu kipo sawa, kwa maana kama maji kila kitu yanatoka vizuri yanatoka, lakini kujiridhisha na kila kitu kama kipo sawa, basi tutakabidhiwa sisi serikali kupitia Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo ili taratibu nyingine ziendelee na wananchi waweze kutumia viwanja hivi. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa maamuzi mazima ya kusema kwamba ndani ya Zanzibar tuna viwanja katika maeneo yote ya wilaya na mikoa. Na hivi ni miongoni mwa viwanja vile vya wilaya, hiki cha hapa Kutini na kile cha Pandani. Ni viwanja vya wilaya lakini ni viwanja vizuri sana. Ni vizuri kwa maana kwa miundombinu ya kisasa, rafiki kwa kila mtu mwenye mahitaji maalumu na wengine wote, basi ni rafiki kwa watoto, kwa rika la kati, vijana na watu wazima. Ni rafiki ili kuona wanaweza kucheza, na lile lengo la serikali la kuona kwamba tunaendelea kukuza vipaji vya kwenye michezo, basi nalo linaweza kufikia. Tunamshukuru sana na nipende kuomba wananchi wenzangu wa maeneo haya kwenye viwanja vilivyopo. Kwa mfano kama hapa kwa upande wa hapa Kutini, lakini kule Pandani, sambamba na kule Kinyikani na maeneo mengine yote Unguja na Pemba, tuwaombe. Tumejengewa miundombinu hii. Miundombinu hii pengine tungetarajia ingejengwa ndani ya miaka 20 labda, sio miaka 5 ama mwaka mmoja ambao Mheshimiwa Rais ametumia katika kujenga. Tuitunze ili tutumie sisi tulioko sasa, kwa maana kwamba watoto wetu na vijana wetu waweze kutumia, lakini na vizazi vijavyo basi vikute miundombinu hii na waweze kutumia ili maisha yaweze kuendelea, lakini na lile lengo la kuona Zanzibar ya michezo inaendelea kukua zaidi na vipaji tunaendelea kuviibua, kuviendeleza na kuvikuza zaidi. Kuna utaratibu umepangwa wa kuwapa kampuni wavisimamie viwanja, lakini kwa kutoka na maelekezo yetu kama serikali, kwa wizara ina utaratibu ambao umepanga hasa kwa matumizi. Najua kuna vijana, kuna timu, kuna ligi, kuna watu wengine ambao tu wenyewe wanataka kuja kujifurahisha. Kwa hiyo kuna watu aina mbalimbali, kuna watu wa mazoezi ya viungo, wote hao wazingatiwe. Na viwanja vingine kwa mfano kama hichi tulipo ni kiwanja ambacho kipo katika eneo la skuli ya Ukutini. Kwa lazima uwanja huu priority ya kwanza basi wapate skuli ya Ukutini. Ndio tunavyofanya. Hata kama kule Unguja Ukuu ni uwanja ambao katika eneo la skuli, kwa hiyo lazima tuwape nafasi watu wa Unguja Ukuu wacheze. Kwa hiyo tunafanya hivyo pale ambapo wanahitaji, basi lazima watumie. Kwa hiyo tutawapa utaratibu wa matumizi ya makundi haya, ikiwa elimu, kama ni akademia za watoto. Najua hapa pia pana timu ya ndogo ya watoto. Kwa hiyo utaratibu wa kuwajengea eneo lao pembeni ya uwanja huu, lakini pia kama leo pametokea ukaguzi wa vipaji, mechi zao zile ambazo kidogo tunahisi basi watapata fursa ya kutumia hapa. Kwa hiyo huo ndio utaratibu ambao serikali imeupanga. Kuna utaratibu umepangwa wa kuwapa kampuni wavisimamie viwanja, lakini kwa kutoka na maelekezo yetu kama serikali, kwa wizara ina utaratibu ambao umepanga hasa kwa matumizi. Najua kuna vijana, kuna timu, kuna ligi, kuna watu wengine ambao tu wenyewe wanataka kuja kujifurahisha. Kwa hiyo kuna watu aina mbalimbali, kuna watu wa mazoezi ya viungo, wote hao wazingatiwe. Na viwanja vingine kwa mfano kama hichi tulipo ni kiwanja ambacho kipo katika eneo la skuli ya Ukutini. Kwa lazima uwanja huu priority ya kwanza basi wapate skuli ya Ukutini. Ndio tunavyofanya. Hata kama kule Unguja Ukuu ni uwanja ambao katika eneo la skuli, kwa hiyo lazima tuwape nafasi watu wa Unguja Ukuu wacheze. Kwa hiyo tunafanya hivyo pale ambapo wanahitaji, basi lazima watumie. Kwa hiyo tutawapa utaratibu wa matumizi ya makundi haya, ikiwa elimu, kama ni akademia za watoto. Najua hapa pia pana timu ya ndogo ya watoto. Kwa hiyo utaratibu wa kuwajengea eneo lao pembeni ya uwanja huu, lakini pia kama leo pametokea ukaguzi wa vipaji, mechi zao zile ambazo kidogo tunahisi basi watapata fursa ya kutumia hapa. Kwa hiyo huo ndio utaratibu ambao serikali imeupanga.